Yes, mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Mori Online TV. Hii ni Sauti ya Mamlaka kutokea hapa Mori Online TV. Yes, michuano ya AFCON ambayo inaendelea kutimua vumbi nchini Morocco. Tumeshuhudia michezo kaza kwa kaza ikiendelea kutimua vumbi nchini Morocco, lakini kubwa zaidi hapa namzungumzia Ibrahim Baka pamoja na Diarra. Hawa ni wachezaji tegemeo kwenye kikosi cha klabu ya African. Diarra akiwa ni kipa namba 1 wa kikosi cha Yanga, pamoja na Baka akiwa ni beki muhimu kabisa kwenye kikosi cha klabu ya African. Habari ambazo zipo paka sasa ni Ibrahim Baka kutakiwa na klabu moja kubwa nchini Uingereza. Hapa naizungumzia Fulham. Lakini pia Diarra naye anatakiwa na klabu moja wapo kutoka nchini Uingereza, nao ni Wolverhampton. Hivyo imekuwa ni neema kwa wachezaji hawa kutakiwa na vilabu vikubwa duniani kwenye ligi ya Uingereza, ligi bora kabisa, ligi yenye ushindani mkubwa. Kwa upande wetu sisi kama Watanzania, Baka akiweza kuondoka na kwenda Uingereza itakuwa ni advantage pia kwa timu yetu ya taifa, ataenda kupata experience kubwa. Lakini pia Diarra ataenda kusaidia klabu yake Mali. Paka sasa hivi Diarra amecheza michezo miwili na performance kubwa ambayo alionyesha zaidi ni kwenye mchezo dhidi ya Morocco, dhidi ya timu kwenye viwango vya FIFA namba 11 ubora duniani. Aliweza kucheza vizuri na kusaidia kabia angalau kupata pointi moja ambao imewasaidia kwenye plani zao za kuendelea kutafuta nafasi ya kufuzu robo finali, ikaenda vizuri. Hivyo kwa upande wa Ibrahim Baka, wote tumemwona kwenye mchezo wa kwanza dhidi ya Nigeria. Zewe walivyotulia pale nyuma, Baka alikuwa mmoja ambaye alimkaba kwa Osman. Kila mtu anajua ubora wa Osman, mchezaji ambaye anacheza ligi ya Uturuki, ubora wake kwenye kulitafuta lango. Tumeona mchezo wa pili Osman dhidi ya Tunisia ameweza kuscore, lakini mchezo wa kwanza dhidi ya Tanzania alikutana na Ibrahim Baka. Mwanajeshi aliweza kumzuia na kweli akaweza kupata goli mpaka akaweza kutolewa nje. Ina maana alipata kazi kubwa. Tunaweza kusema kwamba Osman kwenye vitabu vyake akiulizwa ni beki gani ushakutana naye Afrika, sasa kama atashindwa kulitaja jina la Ibrahim Baka. Lakini upande wa Diarra pia anaondoka, anatakiwa na klabu kutoka Wolverhampton Uingereza. Ilitakuwa ni pigo kwa upande wa klabu ya Yanga, watafanya biashara, lakini ni pigo kwa upande wao. Je, watawaachia Baka, Diarra? Hawa ni wachezaji muhimu kwenye kikosi cha Yanga. Wewe shabiki, uko tayari kumwona Baka na Diarra wanaondoka klabu ya Yanga, wanatakiwa nchini Uingereza? Kwa namna moja nyingine, yale ni maisha yao pia. Wewe mwana Yanga, shabiki wa klabu ya African, umepokeaje hizi taarifa? Na mazungumzo yanaendelea. Fulham ndo wako tayari zaidi kuweka mpunga, kwa sababu mazungumzo yameendelea. Wakilishi bado hapo nchini Morocco wanaenda kuangalia ubora wake aliokuwa nao, na kweli amezidisha ubora wake. Tumeona mechi ya kwanza, tumeona mchezo wa pili akicheza kwa ubora mkubwa zaidi. Huyu ni Ibrahim Baka. Fulham wako tayari kuweka hela, Wolverhampton wako tayari kuweka hela kwa kipa Diarra. Yanga mashabiki, mpo tayari kwa kosa wachezaji wanaondoka watakibomoa kikosi cha Yanga? Ndio Yanga wana wasiwasi, wana engineer wanajua kitoka huyu atakuja. Lakini pia Okero, mchezaji ambaye inasadikika mpaka sasa hivi ameshamalizana na klabu ya Yanga, jana aliweza kukosa penalty muhimu kabisa dakika 90 dhidi ya timu ya taifa ya Tanzania, ambayo penalty ambayo angeweza kuscore angeweza kuipa Uganda pointi 3 muhimu. Bwana, hii ni Sauti ya Mamlaka kutokea hapa Mori Online TV. Usisahau kusubscribe, kulike na comment.